أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. Ikhwani fillah, suratu Yasin imeanza na kilima cha Yasin. Wanachuoni waliotafsiri Qur'ani wakiwemo kina Ibn Mas'udi na ikana Ibn Abbasi walizungumzia kuhusu hivi vilima ambavyo kwamba vinaanza katika sura yoyote. Wakasema kuwa kuna sura zimeanza na hurufu ambapo kwamba anaziita hurufu hijai. Hurufu hizi wanachuoni walijaribu kuziangalia maana yake, wakaja na akwali nyingi. Akwali yenyewe kwanza, kabla tujaingia kwa maana yake, wanasema kuwa sababu kuu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kuteremsha sura na hurufu, kama vile mfano suratul Baqara, Allah alipoanza alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi, ama suratu Yusuf alif lam ra au qaf au nun au yasin au taha, ni kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikumbana na watu ambao kwamba walikuwa ni mahodari kwa lugha ya Kiarabu, Makureishi. Sababu Mtume ni Mwarabu, kateremshwa kwa Waarabu. Kwa hivyo ikabidi Mwenyezi Mungu azungumze na Mtume sallallahu alaihi wasallam, awaeleze wale watu wake kwa lugha ya Kiarabu. Sasa hawa watu wake ambao kwamba ni Makureishi wakafahamu ya kuwa kwa ile lugha Mwenyezi Mungu ambao kwamba anatumia kuzungumza na mtume wake ili afikishe ujumbe wake ni lugha ya Kiarabu kama yao. Kwa mfano mmoja wa rais, Waarabu walikuwa wanaita, ama mpaka sahii wanaita hizi nyota an-nujum, yani an-najm. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kuwafahamisha wao Waarabu ya kuwa hii lugha ya Qur'ani inayotumika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lugha ya Kiarabu, lakini sio lugha ya Waarabu. Yani ni lugha ya Kiarabu ya kiungu, lakini sio lugha ya Kiarabu ya Waarabu. Ilipoteremshwa was-samai wat-tariq, Waarabu walijua kuwa mbingu wanaziita as-samai kwa lugha ya Kiarabu, lakini wakashindwa na hichi kilima cha at-tariq. Wakaulizana, mat-tariq, at-tariq ni nini? As-samai tunajua ni mbingu, kama kuna jua kule tunajua ni ash-shamsi, kama kuna mwezi tunajua ni al-qamar, kama kuna nyota tunajua ni an-nujum. Sasa angalia, Mwenyezi Mungu atakawafahamisha kuwa hii lugha yangu ni tofauti na lugha yenu ya Kiarabu. Akawaletea ile swali lao ambalo kwamba anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukuli zao, wama adraka mat-tariq. Jawabu ilikuwa nini? An-najmu. Kile Kiarabu chao kimetafsiri Kiarabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni ubishani na inadi ya wale waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakikataa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni moja. Nyingine ilimfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka aje na baadhi ya wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akianza na hurufu. Kwa mfano alif lam mim. Yani Mwenyezi Mungu kuteremsha hizi hurufu ama kuapa na hizi hurufu ni kuwa wanataka hao Waarabu watosheke, yani wajua haya maneno yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio maneno ya kawaida kama ya kishairi, sio maneno ya kawaida kama ya mwenye kutunga maneno vile alivyomwita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema hadha qawlu shair, hadha qawlu sahir yuthar. Haya maneno ya mchawi ambapo kwamba ukisema mtu anamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ya utunzi, yanakuja kiutunzi kama vile akija na wazni wake, was-samai wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib. Sasa amejua mashairi utungwa hivyo na vina. Sasa Mwenyezi Mungu akawa sasa akiteremsha baadhi ya sura anawapia na vilma ambavyo kwamba havijulikani hata maana yake. Mfano suratul Baqara, Mwenyezi Mungu akateremsha Mtume akianza alif lam mim. Suratul Qalam, Mwenyezi Mungu anaanza nun wal qalami wama yasturun. Suratul Taha, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana
Yani hawa Arabu wakawa wanastaajabu na hivi vilma, hawawezi kuleta mbadala wa hivyo vilma, na hii ndio miujiza ya Qur'ani. Sasa wanachuoni wakaja waliotafsiri Qur'ani wakaja kutaka kujua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maana Yasin. Wengine wakasema Yasin ni kilima kimoja. Waliosema ni kilima kimoja Yasin walisema kuwa ni ismun min asma'illah. Si tunajua majina ya Mwenyezi Mungu ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Qahhar, Allah. Sawa? Lakini wanachuoni wakasema la, hizi hurufu zinaopiwa Mwenyezi Mungu anapoapa Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Mungu anaapa na harufi ya alif na lam na mim. Mungu anaapa na Taha, tena he. Mungu anaapa na Nun, Mungu anaapa na Qaf wal Qur'anil Majid, Mungu anaapa na Yasin. Wakasema baadhi yao wakiwa ndani yao ni kina Ikrima na kina Ibn Abbas, wanasema kuwa ni ismun min asma'illah, ni moja katika majina ya Mwenyezi Mungu yaliyofichika ambayo kwamba la ya'lamuhu illa Allah, hakuna anayejua maana ya Yasin isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo mufassiruna wakatafsiri hizi hurufu wakasema Allahu a'lamu bimuradihi bi. Hizi hurufu Mwenyezi Mungu akiapia ndani ya Qur'ani, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Taha, Yasin, mufassiruna wanasema Allahu a'lamu bimuradihi bi, kwa sababu ni mjina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaja wengine wakiomo Ibn Abbasi katika upokozi wake wakasema maana Yasin ni ismul insan katika lugha ya Kihabashia. Habash ni sehemu maswahaba hijra yao kuamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam waende ni Habash. Hijra ya kwanza ilifanywa ni Habash. Kwa hivyo walipoenda wale maswahaba katika hijra kubura maudhio ya Makureishi, walipata hichi kilima cha Yasini kinatumika kule Habasha. Wakakiuliza wakaambiwa maana ya Yasin, yani mtu akiitwa Yasini kule Habasha maana yake ni al-insan. Yani kana kwamba Mwenyezi Mungu akisema Bismillahir Rahmanir Rahim Yasin, yani Mwenyezi Mungu anamwambia ewe mwanadamu. Ndiyo mufassiruna ikiwemo kina Ibn Kathiri, kina Jalalaini, kina Tabri wakaja na ufahamu wakasema ikiwa Yasini kwa lugha ya Kihabashi ni mwanadamu, ni al-insani, huyu mwanadamu ni upi? Aliyoteremshwa wahi wa suratu Yasini nani? Ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ismun min asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yasin wakaja wakasema ni jina katika mojawapo wa majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni ya pili. Maana ya tatu, kuna waliokuja na kauli ya kusema kilima cha Yasini ni vitu viwili tofauti. Kitu cha kwanza wakasema ni ye na kitu cha pili ni sini. Wakachukulia ushahidi wakasema Yasin utaisoma mara mbili katika makhraji yake, waisoma Yasin, haukuvuta ye, hiyo inakuwa ni ismu moja, jina moja. Lakini ukisema Yasin, huwa wanasema kuna yaun ambao kwamba ni harfun nida na kuna sin ambao kwamba ni harfun ismun. Waliosoma nahau wanajua katika nahau kuna ismun, jina haswa kama faridun, majina yana vigawanyo vingi, miongoni mwao ni hurufu moja inaomaanisha jina. Sasa hawa waliokuja wakasema Yasin ni vitu viwili, walisema kuwa ye ni harfu nida, kama vile Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhan nabii. Kwa hivyo yaun ni harfu nida, sin peke yake ndio jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakatoa ushahidi wakasema, Waarabu wataulizana, je, harufu moja za kuwa jina? Ikaja katika milango ya asma'i. Ukienda katika mlango wa asma'i ni mlango mkubwa ambao kwamba unakuja mpaka katika dhamair. Dhamair
nikisema amepiga nitasema dharaba, amepiga. Je, mimi nimepiga nitasema dharabtu. Ile tu manake nani? Ana. Dharabtu, nime. Kwa hivyo tu ni mimi, ni ismun. Wewe umepiga utasema dharabta. Ta ni wewe, hilo ni jina lako, wewe ndio umepiga. Moja katika wanachuoni na wachaji Mungu na mawali wa Allah akiwa ni Muhammad Ash-Sha'rawi al-Mutawalli wa Misri, anaeleza, anasema ya kuwa utauliza hii sini ama harufu moja inaweza kuwa jina, ukisema hii ni dhamiri na hii ismun, katika makhraji ya kuitoa harufu ya sin uitoe harufu moja kwa harufu mbili, sin, si na nun. Katika makhraji yake utoe useme s, yako useme s, sawa, lakini usema sin kuna nuni mwisho. Kama vile vile mfano anaposema ikiandikwa ain wasema nini? Ain. Ain si ni moja, ni harufu. Hii katika Qur'ani jicho alitaje ain, makhraji ni yale yale, lakini ain ni ile ile moja, na ain hii ni ain na yeye na nun, lakini makhraj jicho ni jina ain. Mto unaitwa nini? Ainun jariya. Kwa hivyo tunaileta ile sini katika makhraj, ndio tunaifanya kuwa ni ismun. Fahamu? Kwa hivyo wakasema kuwa hii ni harufu mbili. Harufu ya kwanza ni yaun, harfu nida, na sin, kwa sababu ye katika maandishi ya Uthmania pale juu utaona kuna madda kastari kama kuja kama hivi, kama zigzagi, ile ni madda. Sawa? Qur'ani ilipoteremshwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukubaliana sote kuwa haikuandikwa katika kitabu, ilikuwa ikihifadhiwa katika akili. Sawa? Maswahaba baada yake walikuja na mawazo, kwa sababu ya kupitia maswahaba ambao kwamba walikuwa wamehifadhi Qur'ani wanauliwa, ikabidi Qur'ani ifanyiwe mshawara, iandikwe sehemu katika mbao, katika mifupa ya wanyama, katika miti, iandikwe. Lakini kuandikwa kwa Qur'ani mwanzo ilikuwa inaandikwa lakini haina irabu, hakuna madda, hakuna fatha, hakuna kasra, hakuna dhumma. Ilikuwa inaandikwa tu yesini, kama ni dali, kama ni reza, lakini hakuna fatha, hakuna kasri, hakuna dhumma, hakuna madda. Wanachuoni baadaye atabiina, na wengi wakiwemo wametoka upande wa Yamani, kina Sibawai, watu wa nahau, na kuna wengine wamesema Mayahudi wengine walioslimu ndio waliitia hii Qur'ani hizi fatha na kasri na dhumma na madda. Sasa sisi hatufanyi bahthi ya kumjua aliweka fatha na kasri na dhumma na madda, la. Sisi tunataka kile chenye faida na kwetu, chenye faida na kwetu ni hizi kasri na madda na fatha, kwa sababu kuna harufu ukizivuta ina maana nyingine, na kuna harufu ukizivuta kidogo zina maana nyingine. Kwa mfano hapa tumesema Yasin ni moja katika majina ya Allah. Allah ni jina la Mwenyezi Mungu, sisi tunalijua, lakini Allah hii alifu ya kwanza ukiweka na madda kama hii Yasin itakuja Allah, ni jina, haiji Allah. Katika Qur'ani hii kwa Mwenyezi Mungu uliza wale makureshi Allahu. Ukisema hivyo hujamaanisha kuwa ni jina la Mwenyezi Mungu, kwa sababu umevuta tu ile alifu. Umeuliza swali, je, huyu Allahu ni bora ama mahali hapo kama nyinyi mnawashirikisha? Tofauti na hii alifu ya kwanza ukiweka fatha tu Allah. Fahamu? Na hichi kilma ismu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, saa nyingine kina ile nasba, ile imeketifu kama msumari. Sawa? Ile ni haraka tatu, utasema Allah. Sawa? Lakini saa nyingine utaona makari ama mwenye kutaja ismullahi hasa katika adhani anaifuta sana Allahu Akbar.
kuna maddatul lazim na maddatu ghairu lazim, kuna harakati hizi, na hizi zote huwa zina mafhumu yake katika kilma au katika fiili ndani ya Qur'ani. Fahamu? Kwa hivyo wale waliochukua kuwa Yasini ni vitu viwili, walikusudia hii madda ya hapa juu kwa kuwa yaun ni harfu nida na ni lazima ivutwe, sini haivutwi. Utasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Yasin. Kwa hivyo utasema yaun harfu nida, yani Mwenyezi Mungu yuamnadia huyu anaitwa Yasin, ambaye ni nani? Imani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyotaja katika tafsiri, kwa sababu yeye ndio insan ambaye kwamba uhiya ilayhi suratu Yasin, yeye ndio ameteremsha suratu Yasin, kama Mwenyezi Mungu ambia Yasin, ewe Sin, yani ewe Muhammad, ewe mwanadamu. Fahamu? Hiyo ni mafhumu ya tatu. Mafhumu ya nne ambayo kwamba tumalizia, nilitangulia kusema ukiangalia Qur'ani formula iliyopangiliwa ni kama vitu vinafuatia. Angalia sura ya nyuma kabla ya Qur'ani, kilichoishia katika hii sura nyuma kabla ya Qur'ani ni ile Allah alivyosema aya mwisho, walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana biibadihi basira. Hii ni aya katika suratu Fatir, aya mwisho, ambapo kwamba kipande cha mwisho Allah anaelezea kusoma kafiri kwa yale mambo ambayo kwamba wanafanyia mitume. Kwa hivyo Allah akataka kujulisha, ndio pangilio suratu Yasin, akataka kujulisha kuwa mimi naona kwa mja wangu, fa inna Allaha kana biibadihi basira, mimi naona kwa mja wangu, yani namuona mja wangu vile nyinyi mnamfanyia. Ndio akataka kumweleza mja wake yupi, ndio akaanza sura inayofuata Yasin. Mpangilio wa Qur'ani, yani chapter imeisha, inaunganisha chapter nyingine, ni huyu ambaye kwamba anaitwa Yasin. Kwa hivyo hii ni qasam. Sura yote ikianza na hurufu kama hizi huwa Allah subhanahu wa ta'ala anaapa. Na ukiona sura kama hizi imeanza na hurufu, basi ujue Allah haapi kwa sababu yeye ni kabirul mutaal. Haapi ila anaapa kwa vitu ambavyo kwamba ni vikubwa zaidi. Kwa hivyo hapa ikiwa tunasema Mwenyezi Mungu anaapa, na hii yeye ni anida, kumaanisha anaapa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaapisia na wao akasema wal Qur'anil Hakim. Baada ya kuapa na jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina la Yasin, Allah akasema na apa wal Qur'ani. Katika Qur'ani usisikie kilma cha Qur'ani ukaona ni hii si Qur'ani. Hii inaitwa Mashaf, ni collection ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio ikaitwa Mashaf ya Uthmani. Fahamu? Ukifungua ndani haya maandishi unayoyaona hayaiti Qur'ani, bado hayaiti Qur'ani. Haya yanaitwa kitaba. Na ndiyo haya maneno Mwenyezi Mungu alipotaka kuyateremsha, kwanza aliandika katika lauhun mahfudh. Baada yake akachukua haya maandishi, haikuwa Qur'ani imekuwa imeandikwa katika tarehe 27 iliyopokelewa ya kuteremshwa Qur'ani, ambapo kwamba ni Lailatul Qadri, mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu alimwambia Jibrili, na iteremsha haya maandishi yangu katika samai dunia. Ndio pale Allah anasema katika suratul Kahf, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba. Kwa hivyo ikija katika maandishi ni uteremsho wa kwanza wa Mwenyezi Mungu kuiteremsha katika wingu wa dunia. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa. Baadaye Mtume alipokuja, sasa ikija ni Qur'ani, ni Mwenyezi Mungu kumwamrisha Jibrili ambaye kwamba ni mwalimu wa Mtume aende, si amteremshie Mtume, amsomee Mtume.
ndio inaitwa Qur'ani. Kwa hivyo ukisikia terminology ama term ya Qur'ani ndani ya mushaf, wanachuoni wanapendelea walugha na mustalah ya kwa yale maneno yanayosema kutoka kwa Jibrili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Yani ni kana kwamba Mwenyezi Mungu anaapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha anamwambia Mtume, na yale wewe Mtume unayoyasema kuambia Makureishi ndio wal Qur'anil Hakim, ni maneno yenye hekima. Ndio maana wal Qur'ani al-Hakim, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Na wakati umeisha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabii swali saa 3 na